Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026, moja ya habari inayozidi kuendelea kugonga vichwa vya habari ni kutokana na ukumbi ambao Mheshimiwa Tundu Lissu, kesi inayozidi kutajwa leo hii kusikizwa, umeweza kubadilishwa. Ukumbi huo utakaokuwa ukitumika leo hii sio ambao ulikuwa ukitarajiwa kutumika kuanzia kesi ilipokuwa imeweza kuachiwa, ila mtazamaji wangu, kuna sababu ambazo zimeweza kutolewa kwa nini ukumbi huo umeweza kubadilishwa. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, asubuhi ya leo mida ya saa 9, ukumbi wa namba ya kwanza wa Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam, pale ambapo kulikuwa kumeweza kuwekwa kwa mara zote zile kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu itakuwa ikisikizwa huko, imeweza kubadilishwa. Hivyo basi taarifa iliyoweza kutolewa ni ya kwamba baadhi ya raia wanaozidi kuelekea katika Mahakama Kuu ili kusimama na Mheshimiwa Tundu Lissu basi waweze kushirikiana na baadhi ya mawakili ambao wameweza kutolewa na viongozi wakuu wa chama Chadema ili kuelekea katika chumba sahihi ambapo kesi hiyo inazidi kuendeshwa. Ila mtazamaji wangu, yote inafahamika na inaaminika ya kwamba huenda uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu ukaweza kupatikana, na pia hii ina maana ya kwamba itakuwa ni ushindi mkubwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu kutokana na yale yote ambayo ameweza kuyapitia. Basi moja kwa moja atakuwa yupo huru. Inafahamika, inabainika kutokana na vuguvugu la maandamano ya Sabasaba, na sote tunafahamu kwamba uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu ni jambo ambalo linazidi kuchangia watu waweze kuandamana ili uhuru huo uweze kupatikana. Ila kama kweli Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa, moja kwa moja maandamano ya Sabasaba kwa njia moja ama nyingine yatakuwa yameweza kupungua nguvu, hasa katika hoja waliokuwa wakiamini kwamba serikali ya CCM iweze kuifanyia haki Mheshimiwa Tundu Lissu kuachiwa kutoka gerezani. Hii hapa iliweza kufuatia kutokana na kile kilichoweza kuonekana juzi kati baada ya mke wake Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa katika bunge la Ulaya akitokwa na machozi akisimulia yale anayozidi kuyapitia Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa gerezani, jambo ambalo liliweza kuvunja mioyo ya wafuasi wa chama Chadema, hata wafuasi binafsi wake Mheshimiwa Tundu Lissu, na moja kwa moja wale wengi wa Tanzania wanaozidi kuamini swala la haki za binadamu hawakuweza kufurahishwa na kile kilichoweza kuzungumzwa na mke wake Mheshimiwa Tundu Lissu huko katika bunge la Ulaya. Na mtazamaji wangu, pia moja kwa moja ifahamike kwamba kesi ya uhaini inayozidi kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu kwa jinsi ambavyo mashtaka yaliweza kutolewa na viongozi wakuu wa serikali ya CCM, ifahamike kwamba kuna baadhi ya mashuhuda ambao waliweza kuondokea kesi hii, na pia mawakili wake Mheshimiwa Tundu Lissu wanaozidi kushirikiana katika kesi hii waliweza kuzungumza na kufichua siri nzito kuhusiana na baadhi ya maafisa wa gereza kila kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kutembelewa huko gereza la Rumande na mawakili wa chama Chadema. Moja kwa moja kuna baadhi ya mazungumzo ya faragha ambayo maafisa wa gereza wanazidi kutoa taarifa na kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na kupelekea baadhi ya viongozi wakuu wa serikali ya CCM, jambo ambalo liliweza kupigwa marufuku, na hivi sasa ni afueni pakubwa katika kila mazungumzo ya faragha yanayozidi kuzungumzwa ama kuendelea baina yake Mheshimiwa Tundu Lissu na mawakili wake. Moja kwa moja yanazidi kusalia kuwa ni mazungumzo yao
na sio mazungumzo haya kufikia baadhi ya viongozi wakuu walioko serikalini. Hii inazidi kuonyesha uwezekano mkubwa uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, ila kipindi na wakati ambapo mazungumzo katika Mahakama Kuu yataweza kuanza rasmi, tutaweza kukuletea habari kamili, ila hii hapa ni update kutokana na kile ambacho kimeweza kufanyika ama kimeweza kulazimika kufanyika kwa ghafla ama dharura baada ya chumba kilichokuwa kikitumika kwa kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu kubadilishwa. Ila mtazamaji wangu, pia kumbuke kwamba ni habari njema kwa idadi kubwa ya wafuasi wa chama Chadema kutokana na jinsi ambavyo hali ilivyo hivi sasa. Sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa John Heche yupo katika kipindi kigumu baada ya kumpoteza dereva wake, ila nafasi ya uwenyekiti bado anazidi kuiongoza katika njia sahihi. Ila kwa wakati huu ambapo maandamano ya Sabasaba yanazidi kuzungumziwa kila kona, leo hii Mheshimiwa Tundu Lissu kufikishwa katika Mahakama Kuu ili kesi iweze kuendelea. Mtazamaji wangu, ni wakati mwafaka kwa viongozi wakuu wa serikali ya CCM kuonyesha wazi kwamba yale waliyoweza kuyazungumza kuhusiana na kufanya mabadiliko kwa aina ya uongozi watakaokuwa wakiongoza Jamhuri ya Tanzania tuweze kuanza kushuhudia leo hii, iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuwa huru, na pia kwa njia moja ama nyingine maandamano ya Sabasaba yanayozidi kuzungumziwa kila kona waweze kutafuta mbinu ya kupata nafasi ya moja kwa moja na wengi wanaozidi kupanga kuongoza maandamano hayo, ili tukio lililoweza kutokea mwaka 2025 ambalo ni tukio la kuvunja moyo lisiweze kujirejelea kwa mara nyingine hapa hivi. Basi moja kwa moja idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania watakuwa hawana haki kabisa kuandamana ama kukosoa serikali iliyoko madarakani. Ila kama kweli serikali iliyoko madarakani itaweza kushindwa kusikiliza idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania ambao ndio wenye nchi, basi moja kwa moja serikali iliyoko madarakani kwa njia moja ama nyingine watakuwa wameweza kuchangia kufanikishwa kwa maandamano ya Sabasaba. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi kwa Mheshimiwa Tundu Lissu leo hii kufikishwa huko mahakamani ili kesi ya uhaini inayozidi kumkabidhi iweze kuendelea kusikizwa? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, uweze kulike na kushare video zetu. Bye bye until the next video.